Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu, tuko katika kampeni kabambe kabisa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan katika juu ya uhifadhi wa mazingira. Na ofa iliyokuwepo hapa kutoka kwa Mheshimiwa Rais ni ugawaji wa gesi ambayo tunasema nishati mbadala au nishati safi kwa Watanzania, hususan hawa mama ntilie, hawa majumbani, tena wasiendelee kutumia nishati chafu ambayo yenye kero nyingi wa mazingira. Nishati safi, nishati mbadala ni mpango mzima wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, mama kipenzi cha Watanzania, ambapo amewaletea nishati mbadala itumike kama vile ambavyo tunavyoona inavyogawiwa hapo kwa wananchi wa Tanzania, hususan wakina mama. Naitwa Musa Kilakala, mkuu wa wilaya ya Morogoro. Haya yote napenda kumshukuru Mungu mwingi wa rehema, lakini kipekee ni wapongeze taasisi ya Chamata kwa kazi kubwa wanazofanya za kimaendeleo katika mkoa wetu wa Morogoro na taifa kwa ujumla. Lakini leo mahususi wamekuja ofisini kwetu wakiunga mkono serikali na kuhamasisha wananchi kwa ujumla juu ya swala zima la utumiaji wa nishati safi ya kupikia. Tunafahamu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ndio kinara wa nishati safi, na kama Tanzania tuna ajenda 2024 2034 Watanzania wengi watumie nishati safi. Hivyo Chamata kushirikiana na serikali wamejitolea kutoa elimu hii na kuwafikia wananchi kwenye taasisi za kiserikali, taasisi binafsi, mamalishe na watu mbalimbali, na leo wanaanzia eneo la Gwata na Kiroka kwa ajili ya kuhamasisha wananchi juu ya umuhimu wa nishati safi ya kupikia. Nichukue fursa hii kwanza kuwaunga mkono kwa jambo kubwa na zuri wanalofanya, lakini pili kuwahamasisha na kuwataka wananchi nishati safi ndio mkombozi wetu. Tukitumia nishati safi, miti yetu itaendelea kubaki salama, na uoto wetu wa asili utabaki salama, na vyanzo vyetu vya maji tutavilinda, na wananchi wa Morogoro na wananchi wa nje ya Morogoro wataendelea kupata maji safi na maji salama. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Shukrani. Kuna kamera tena, simu yako. Jina naitwa Peter Christopher Ngwere, ni katibu wa jumuiya ya Chamata Association. Chamata Association ni jumuiya ya wananchi wazalendo ambao wamejitolea kuyasemea mazuri yanayofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na lengo kubwa la jumuiya yetu au platform yetu hii ni kuhakikisha Watanzania kutambua yale ambayo serikali inayafanya, lakini pia tunatoa elimu ya uzalendo pamoja na masuala yanayohusiana na uchumi. Siku ya leo nipo hapa kwenye mkoa wa Morogoro, ikiwa ni ziara rasmi katika kampeni yetu ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ambayo sisi kama Chamata tumeipa moto au kauli mbiu jiko safi, mapishi safi. Na tuko hapa kwa ajili ya kukutana na makundi yote ya kijamii, kwa maana ya wajasiriamali, wanawake, vijana, makundi maalum, kutoa elimu hii muhimu kwa jamii yetu ya sasa. Kama mnavyojua, tuko kwenye ulimwengu ambao una changamoto kubwa sana, mabadiliko ya tabia nchi, na sababu mojawapo ni uchafuzi wa mazingira ukiambatana na ukataji miti. Kwa hiyo tumekuja kutoa elimu ya changamoto au ubaya wa kutumia nishati chafu. Na tunapozungumza nishati chafu tunamaanisha matumizi ya mkaa pamoja na kuni, kwa sababu inatokana na ukataji wa miti. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuelezea changamoto za nishati hiyo kwa kiafya, lakini pia kimazingira na kihali ya hewa. Lakini pia tunapata fursa ya kuwaelezea umuhimu wa nishati safi kwa mazingira, lakini pia kwa afya za mwanadamu kama binadamu. Kwa hiyo tumekuwa na wakati mzuri kwenye kampeni yetu hapa mkoa wa Morogoro. Tumetembelea wilaya kadhaa
na siku ya leo tuna ziara Morogoro vijijini, na tunatarajia kutembelea kata ya Kiloka na vijiji vyake, lakini pia na kata ya Gwata na vijiji vyake, kwa lengo la kutoa elimu. Lakini pia hatutoi elimu tu, lakini pia tumeambatana na zawadi ambayo tunawapa baadhi ya washiriki wa semina zetu kama chachu ya wao kuanza kuona umuhimu na faida za kutumia nishati safi. Kwa hiyo pia tumeambatana na ugawaji wa mitungi ya gesi katika kampeni yetu hii. Na kampeni yetu hii kwa kuanzia tumekusudia kugawa mitungi 1000 kama sehemu ya pilot project. Kwa hiyo tutagawa mitungi 1000 kwenye wilaya kadhaa tukilenga yale makundi maalum. Lakini lengo letu ni kugawa mitungi 100,000 kwa nchi nzima kwa kuanzia katika mradi wetu huu wa jiko safi, mapishi safi. Na lengo letu kubwa ni kusapoti kazi kubwa zinazofanywa na rais wetu, na kama mnavyojua Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye kinara wa nishati safi Afrika na duniani kote. Kwa hiyo kama jumuiya ya Chamata tunaunga mkono maono ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa ni mfano wa nchi ambazo zinatoka kwenye matumizi ya nishati chafu na kuwa ni nchi inayotumia nishati safi. Kwa hiyo kama jumuiya ya Chamata Association tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maono haya ambayo yamekuwa na manufaa makubwa katika taifa letu. Wito wangu kwa jamii nzima ya Tanzania, cha kwanza ni kuunga mkono maono haya ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba tunaipa kipaumbele nishati safi, kwa maana jamii, taasisi, watu binafsi tuendelee kutoa elimu ya nishati safi ili watu waweze kutambua, kwa sababu nishati chafu ina madhara mengi kwa mwanadamu au wananchi, lakini pia kwa mazingira ambayo yanatuzunguka. Kwa hiyo nihimize elimu na ifanyike kwa wingi na watu waweze kuelewa, kwa sababu pia nishati hii safi bila elimu inaweza pia kuleta changamoto. Kwa hiyo nitoe wito pia kwa wale ambao watakuwa na program kama hizi za kugawa mitungi, watoe pia elimu ya namna ya kutumia mitungi hiyo ili pia iweze kutumika salama pasipo kuleta madhara kwenye jamii zao. Kwa hiyo huo ni wito wangu kwa Tanzania. Tunajua mnagawa nishati safi kwa watu wasiokuwa na uwezo waweze kutumia nishati hizo. Nini sasa baada ya kuisha kwa nishati hizo au baada ya kuisha kwa gesi, kuna uwezo tena kuendelea kuwasaidia ununuzi au unakuaje katika swala hili? Okay. Nadhani kama unavyofahamu kampeni yetu hii imelenga kutoa mitungi ya gesi kama sehemu ya motisha kwa wananchi ili waweze kuona kwamba nishati hii safi ina faida nyingi. Faida mojawapo ni kwamba mapishi yanaweza kufanyika kwa haraka, wakaweza kuokoa muda. Kwa maana mama zetu itawasaidia sana kuokoa muda wa kukaa jikoni, kufanya naweza kufanya shughuli zingine za kiuchumi. Kuhusiana na baada ya gesi kuisha, nadhani hili kwa sababu ni jambo endelevu, ni jukumu la wale ambao wamepatiwa mitungi hii na wale ambao wataingia kwenye nishati hii. Hilo ni jukumu lao kuhakikisha kwamba waendelee kuitumia na kuendelea kuijaza kwa kadri ya matumizi yalikuwa yanafanya kwenye majumba yao. Kuhusiana na gharama ya nishati safi, ni kweli kumekuwa na ajenda hiyo au hoja hiyo kwenye jamii, na serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ni serikali sikivu. Imesikia kilio hicho cha changamoto ya bei, na katika kuhakikisha kwamba wanalitatua hilo, kwa wale ambao ni wafuatiliaji wa vyombo vya habari, utaona kuna mradi mkubwa sana ulizinduliwa pale Tanga wa LPG, kampuni ya Petrec kutoka Uingereza kwa kushirikiana na Asas International Limited. Kwa hiyo wataweka kiwanda kikubwa sana pale cha LPG, na hizi gesi zitakuwa zinajazwa pale Tanga na kusambazwa nchi nzima. Na kupitia mradi ule wa LPG, serikali ya Jamhuri ya Muungano imetuhakikishia kwamba gharama ya gesi itashuka kwa asilimia kubwa sana, na wananchi wataweza kumudu zile gharama za matumizi ya gesi hii.
Kwa hiyo nipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kusikia kilio cha gharama ya gesi na kwa kuchukua hatua ya kukaribisha wawekezaji ambao tayari wameanza kutengeneza kiwanda kikubwa sana cha kuchakata na kupaki mitungi ya gesi hapa Tanzania. Wanufaika wa gesi inategemeana na mazingira ambayo tunakwenda kulingana na wilaya na kata, na jukumu la nani apate gesi asipate tumeachia viongozi wa wilaya na serikali kwenye maeneo husika, kwa sababu pia wao wanatambua yale makundi maalum yaliyo chini yao, kwa maana mama ntilie, au kwa sababu lengo la kampeni pia ni kuwawezesha ujasiriamali wanawake, vijana, lakini pia walemavu na wale makundi maalum. Kwa jukumu hili pia tumeliweka ndani ya serikali husika kwenye eneo ili kuchagua watu sahihi wa kunufaika na zawadi hii, ambayo pia itakuwa chachu kwa jamii kuweza kuona kwamba wamepatiwa zawadi kwa ajili ya kuingia kwenye mfumo wa kutumia nishati safi. Sina Juma Muhumba, Chamata Association, mimi ni mkuu wa itifaki taifa. Kiujumla nimepongeza swala la nishati safi kama mwanamke na kupongeza mbio za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona kwamba imekuwa nafuu kwetu kama wamama. Sasa hivi biashara za kupata mafua kwa kweli tumemaliza, na chakula tunapika kwa dakika chache mno, na hatuhangaiki tena kwenda kujitwisha mizigo ya kuni tena. Kwa kweli tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa maono yake. Na waasa wanawake wenzangu, tuige mfano, tumsapoti mama, tuige wote na tuelimishe wanawake wenzetu kwamba tuachane na mambo ya kwenda polini, tuachane na kukatakata miti ovyo. Mama kafanya, tunaambatana naye. Wanakuja kwenye shule. Na tukumbuke habari hizi zinaletwa kwenu na mwandishi wa habari wenu Abdalla Ahmed Abdalla Mkanalile, ambaye ni afisa habari wa mkoa wa Morogoro kupitia Chamata Association. Huu ni mpango, ulikuwa ni mpango endelevu toka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na si mwingine ni jemedari wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Mipango inaendelea, mipango endelevu bado ni mingi sana, hususan katika swala zima la uhifadhi mazingira yetu wa Tanzania.